Story inaanza kukutana na kapo mbili ambao ni ya bwana Vivian pamoja na mkewe Sia. Wanandoa hao wanaamua kusafiri kwenda vacation kwa ajili ya kufurahia na kuenjoy ndoa yao. Lakini pamoja na hayo yote, hii familia imekuwa ikikutana na changamoto na migogoro mingi sana ambayo imekuwa ikihusiana na fedha. Lakini mbali na hayo yote, bwana Vivian amekuwa akimpenda sana mkewe na alikuwa akijitahidi kumuonyesha upendo mkewe. Lakini siku ya leo wanabahatika kupata ofa ya kwenda Fiji kwa ajili ya kwenda kuenjoy. Na wanafurahia sana kupata ile ofa kama wanandoa. Na walipofika kule wakutana na mshikaji mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Kani, na akawa amewakaribisha vizuri sana na wakaenjoy sana. Kutana na mtu tajiri na mtu mkarimu kweli ambaye alikuwa anawajali sana. Pia bwana Kani anawaambia ya kwamba hapa kuna mchezo ambao utawapatia pesa nyingi sana, na huo mchezo unaitwa Tell the Truth, ambao utakuwa ukisema ukweli unapata pesa. Familia hii kutokana kwamba ilikuwa ina shida na migogoro sana ya kifedha, wanaamua kujadiliana na kukubaliana kwamba wafanye huo mchezo. Hivyo wanamfuata bwana Kani na kumwambia wapo tayari na maandalizi yanaanza kufanyika kweli, na wanasaini mikataba ambayo ilikuwa wamepewa na bwana Kani kwa ajili ya kuingia ndani ya mchezo, na wanatoa simu zao, wanapewa simu zingine ambazo zitahusika kwenye mchezo pekee. Na bwana Kani anaamua kuambia ya kwamba huu mchezo utahitaji kusema ukweli, na huu mchezo utakuwa uko live ambao mitandao yote ya kijamii itakuwa inawaangalia. Na mchezo wa kwanza akaanza na kumuuliza, bwana unampenda mkeo? Bwana Vivian anakubali, mkeo nampenda mke wangu, na hata inawaka kuonyesha kwamba amesema ukweli. Na baada ya kupata lile swali akawaambia, bana swali linalofuata inabidi mfanye kwa vitendo. Kama unampenda kweli mkeo, inabidi uende katikati ya mji na ukambusu mkeo busu zito kweli kuonyesha kweli unampenda. Na mshikaji kwa kweli akawa amejitahidi katikati ya jiji, japokuwa aliona aibu, lakini akawa amefanikiwa na kumpiga bonge la busu bonge la kiss kweli ambao lilikuwa liko live, na wakawa wameshinda swali la pili, na wanaonyeshwa kiasi kingi sana cha pesa ambacho waliambiwa kama watafanikiwa kiasi chote hicho cha pesa watakipata. Wanandoa hao wanachanganyikiwa kweli. Na maswali yanaendelea, na bwana Kani akawa amemuuliza bwana Vivian, bana unamjua sana mkeo? Mshikaji akasema hakika mimi namjua sana mke wangu. Na mshikaji akahamisha swali kwa mwanamke akamuuliza, je, unahisi mumeo anakufahamu vizuri? Mwanamke anasema hapana, na tai na waka kijani kuonyesha kwamba ni kweli. Na akawa ameletewa nyama fulani ambayo hajawahi kula na haipendi kweli. Mshikaji anamwambia bwana Kani, bana mke wangu hiyo nyama hawezi kula kweli. Lakini kwa tamaa ya pesa na mahitaji waliokuwa nayo, mwanamke akawa amekula, na bwana Kani akamwambia, hakika wewe bado umjui sana mkeo, awe ni hatari. Na swali lingine ambalo lilifuata, mshikaji akaulizwa kwamba je, unaweza kufanya lolote kwa ajili ya mpenzi wako? Mshikaji anasema ndio, na swali linaenda kwa vitendo zaidi, na mwanamke akafungiwa kwenye keji fulani hivi ambayo ilikuwa ina pumzi ndogo sana oksijeni, na akaambiwa hakika kama unataka kumuokoa mkeo hakikisha hiki kichupa unajaza damu kweli. Na mshikaji hakika kawa amepambana kweli, na huu kawa sio mchezo tena, bali ikawa ni sehemu ya kuhatarisha maisha kweli, na mshikaji akawa amepambana na kufanikiwa kumuokoa mkewe. Na bwana Kani anawaambia hakika ukipoteza ukidanganya kwenye mchezo ni kifo tu. Na mshikaji anaamua kuwapatia mtihani unaofuata, anamuuliza mkeo, je, ukitoa nywele zako nahisi mumeo atakupenda? Mwanamke anajibu ndio, na tai inawaka kuonyesha amekubali. Na mshikaji anamwambia hakika nazihitaji nywele zako uzikate tuone kama kweli ataendelea bado kukupenda. Na familia hii ukawa wameingia mzozo kweli ambao mwanaume alikuwa anataka nywele zikatwe, lakini mwanamke alikuwa hataki kweli, na unatokea mzozo na wanaamua kuacha mchezo na kuamua kuondoka. Lakini bwana Kani anawaambia hakika hapa kuna mkataba, hivyo lazima inatakiwa mmalize maswali yangu yote. Na mwanaume anachukua jukumu la kumkata nywele, jambo ambalo lilikuwa ni maumivu kweli, na mwanamke akatoka bonge la dongo. Niambie kwenye comment kama mpenzi wako akinyolewa dongo, je, utampenda? Swali linalofuata, mshikaji anaulizwa, je, ushe kumpiga kofi mkeo? Mshikaji anakumbuka kipindi cha nyuma ambacho mkeo alimwambia ana mimba, lakini ameitoa kweli, na mshikaji akawa amemind na kumtembezea kofi la maana kweli. Na wanaambiwa hii leo itakuwa tofauti kidogo, mwanamke ndio inabidi ampige mumewe bonge la kofi kweli, na binti anaamua kuchukua jukumu la kumpiga mumewe makofi kweli.
kweli, awe ni hatari kweli. Na mshikaji ikabidi akuvumilie maumivu ya kupigwa makofi na mkewe kwa ajili tu ya kujipatia riziki na kipato kweli. Lakini mshikaji anamwambia mkewe kwamba hakika huyu jamaa sio bure, inaonekana kuna mambo mengi sana anafahamu kupitia sisi. Lakini mtihani unaofuata mshikaji anaambiwa hakika mkeo yuko na mshikaji ambaye anaenda naye mbele za watu na atamfanyia kitendo cha ajabu, inabidi uende ukamuokoe kweli. Na mshikaji ikabidi achukue jukumu, na mshikaji huko upande wa pili akawa anamchezea mkewe na kumdhalilisha mbele za watu na mshikaji akaamua afanye ule mtihani kwa ajili ya kumuokoa mkewe. Akawa amepigana na ule mshikaji na kufanikiwa kumuokoa mpenzi wake kweli, awe ni hatari kweli. Bwana Kani anawaambia hakika hili swali linalofuata ni la mwisho, na katika hili swali inabidi uzungumze ama ujibu uongo. Ukiulizwa inabidi ujibu uongo. Na swali la kwanza namuuliza Sia kwamba Vivian ni mumeo, akasema hapana, akawa amepata. Na akamuuliza swali lingine ya kwamba ushawahi kulala na mwanaume mwingine baada ya ndoa, akasema ndio. Aliposema ndio taa ikawaka na kuonyesha kwamba jibu alilojibu ni la ukweli. Na mshikaji akamwambia kwa nini umejibu ukweli ikiwa ujibu uongo? Binti akawa amebisha kweli, akasema hapana, itakuwa unanisingizia na nini. Na mshikaji akaamua kuchukua simu yake na kumtafuta mshikaji mmoja ambaye alikuwa ni bosi wake na kumuonyesha ukweli, na ukweli ukawa umefahamika kwamba mkewe alilala na bosi wake. Binti anaamua kujitetea na kulia kwa mumewe pale na kumwambia hakika sikutarajia na nilifanya hivyo kwa ajili ya kuokoa familia yetu. Lakini mshikaji akaambiwa mkewe inabidi afe na wewe ndo utamuoa kwa sababu amesema uongo. Baada ya mshikaji kukataa, anaambiwa hakika inabidi upate mbadala wa mtu mwingine ambaye utaenda kumuua badala ya mkeo. Alipofika pale akawa anahitaji kummaliza mshikaji, lakini akawa amegundua kwamba mshikaji anamfahamu vizuri sana. Mr. Kani anamwambia amuue, lakini mshikaji hakika chozi linamdondoka kwa maumivu kweli. Na anatukumbusha kipindi ambacho walikuwa wanasoma, walikuwa wako chuo. Kuna mshikaji huyu ambaye walikuwa wanapenda sana kumuonea na walimfanyia vitendo vya ajabu kweli. Walikuwa wakimnywesha pombe kwa lazima, na katika chakula walimwekea vitu vibaya kweli. Na mshikaji alikuwa anapata shida na walifanya matendo ya kumuumiza kweli, na walikuwa wakifanya vitu vya kumdhalilisha, kumnyoa na kumwacha kwenye mvua akiwa yuko mtupu kweli. Yani huyu mshikaji akawa saikolojia yake imeharibika kweli, na akawa ni mtu kama ambaye hayuko timamu, na leo anaambiwa amuangamize. Mshikaji anachukua jukumu la kujimaliza, lakini kipindi ambacho ana pull trigger anakuta risasi hamna kwenye bunduki. Na mshikaji Mr. Kani anaamua kujitambulisha na kusema hakika huyo unayemuona ni mwanangu na umemfanyia mambo mengi sana mabaya na umemuumiza. Kwa nini na kwa faida gani ambayo ulipata kwa kumsababishia mwenzako maumivu kiasi hicho na kumfanya awe katika hali hiyo ya uzezeta kweli. Na mshikaji akawa ameongea maneno ya chungu sana, na akawa amemchukua mwanae na kuamua kuondoka naye na kuacha hii kapo wakiwa na huzuni kweli na kuumia. Nasi tunajifunza ya kwamba hakika usimsababishie mwenzako maumivu kwa sababu hujui ni jinsi gani ambavyo yeye anaumia ndani yake. Na inatuachia ujumbe mwingine ya kwamba hakika hata mambo ya nyuma ukiyafanya maovu na mabaya yanaweza kukurudia kwa wakati ambao wewe haukutarajia. Na huu ndo unakuwa mwisho wa movie yetu. Karibu like, comment na subscribe kwa ajili ya kujipatia kazi nyingine nzuri za moto kama hii.